Amen. Ukianza vibaya, jana ndio nilikuwa natoa hiyo mfano. Kama gari unataka kuendesha gari, ukiondoka vibaya, kuna wakati inazima. Ndio hivyo. Kwa sababu umeshaanza vibaya, kabla hazijafika siku zilizo mbaya. Maana kutakuwa na siku nzuri na siku Luka 19, hiyo mtaisoma nyumbani, labda kuanzia mstari wa 33 kuendelea mpaka 44. Inaonesha wakati Yesu anaingia Yerusalemu. Amen. Na wanafunzi wake wanaanza kutangaza, huyu ndiye mfalme anayekuja, anayeleta amani. Amen. Asa wanasema makuhani walivyoona hivyo, wakamwambia Yesu, wanyamazishe wanafunzi wako. Yesu akawaambia neno, light kama mungelijua siku za kujiwa kwenu, siku ambazo ni za amani. Amen. Amen. Hamungelisema neno hilo. Kwa sababu hata hawa nikiwanyamazisha, mawe yatanipigia kelele. Usipojua kuhesabu siku, amen, Mungu ataleta jiwe likubwa, litatoka kule Mwenge linakuja hapa, litapiga kelele ambayo wewe ulitakiwa sasa uipige. Amen. 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 Tuko wengi ambao tumebenefit sana kwa huduma ya Mzee Sanja. Amen. Lakini ukienda kujiuliza mwenyewe, wangapi wamezihesabu siku walipitisha na Mzee Sanja ili leo wawe watu wa kufanikisha mambo ya Mungu. Amen. Hivi kweli ingewezekana mtu alelewe na mtu kama Mzee Sanja, sawa? Alafu leo afanye vituko kanisani? Simunipe jibu. Sasa kumbe yeye alikuwa anaenda hapo kufanya mambo mengine. Labda alitumwa na Mungu, lakini hakujua kuzihesabu siku zake. Na wasipojua, amen, sio tu kwamba nilikuwa na Mzee Sanja, sasa hivi ameshaondoka, basi kanisa liko hapo. Mungu atawauliza. Kwa sababu katika mafundisho niliyoyasikia mimi, amen, nilisikia kwamba mzee alikuwa anasema, uamsho usipokuja Mungu uwaulize hawa. Amen. 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 Tusipojua kuzihesabu siku, tutalia huko mbele. Amen. Amen. Wakati naona nyinyi mapambazuko labda inakuwa na uzito fulani, siku tu mapambazuko inaanza saa 11 au saa 11:30. Na unaona kabisa hata kanisa ya watu 700, watu wanakuja hata 400 au 300. Amen. Sasa sisi tunakosa nini? Amen. Mimi haya mafundisho niliyokuwa naanza kuyasikia, kwa sababu ya kwanza nilipokutana na Mzee Sanja, Bishop ndio alikuwa anafundisha. Moja kwa moja nikagundua, haya ndio mafundisho tunatakiwa tuyapate. Amen. Na nitawaambia haijapita miaka mingi, tangu mwaka 2018 hapo, na leo mimi nimekuja kuhubiri kanisani. Amen. Sasa ingekuwa kwamba ningeendelea tu na mambo yangu, au Mungu asinifundishe kuzihesabu siku, ingekuwaje? Ili neno hatungelipata, na labda lingekuja leo, labda lingekuja tena miaka 5 zinazokuja. Sasa Mungu anapotuneemisha kwa siku ya leo tupate mafundisho, jamani, tuyafanyeni kazi. Kwa sababu utake usitake, Mungu atakuuliza. Amen. 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 Kila mtu bado atatoa ripoti ya kazi yake. Sasa ingia ndani mwako, ujiulize sasa, je, ninajua kuzihesabu siku zangu? Amen. Amen. Najua kuzihesabu siku zangu? Kila siku Mungu anayonipa, ninafanikisha jambo gani kwa ajili yake? Amen. Amen. Kwa sababu kwenye Biblia kuna huyu ambaye anaitwa Ana binti Fanueli, ambaye alikaa hekaluni
ili kuintercede, yani kufanya maombezi ya ujio wa Yesu Kristo duniani. Amen. Sasa wewe kama unakaa nyumbani unasema mimi sina hela, siwezi nikatoa kanisani. Mimi sijui kufundisha, siwezi nikafundisha. Mimi sijapewa kibali cha kufanya kitu fulani. Mungu unamfanyizia. Kwa sababu Mungu sio tu kufundisha. Amen. Amen. Sikulikuwa na huyo kiwete hapo kwenye kisima ambaye alikosa mtu wa kumtupa kwenye maji. Hivi kumtupa kwenye maji ni kuhubiri? Ni kuomba? Ni kufukuza pepo? Amen. Kwa hiyo kila siku unayo juhudi na unahitajika kufanya kazi ambayo Mungu anapenda ufanye. Na haitatokea hapa duniani kwamba useme leo Mungu aliniweka tu nifanye mambo mengine wala nifanye mambo yangu tu ya kazi alafu nisimtumikie. Kwa sababu hata pia kampuni zingine zinakufa kwa sababu Mungu alikupa hekima, alikupa ushauri, alikupa maelekezo fulani ambazo zitasave hiyo kampuni. Lakini ulikaa tu ukasema basi mimi nikaenda kumwambia chef. Sie ndo chef. Amen. 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 Sasa ingia ndani mwako ujiulize, hivi kweli nazihesabu siku zangu? Nimeshakuwa na miaka fulani. Kweli nilikuwa nazihesabu siku zangu hizi miaka zote? Amen. Amen. Nimeokoka, nimebatizwa. Tangu nilibatizwa hadi leo nimezihesabu siku zangu. Hivi Yesu duniani alifanya miaka mingapi? Alafu kazi akafanya miaka mingapi? Alafu mpaka leo bado huduma unachapa. Sasa wewe upo kanisani miaka mingapi? Amen. 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 Mungu atusaidie. Tujue kuzihesabu siku zetu. Kwa sababu tusipojua kuzihesabu hatutaifikia hiyo hatima. Unajua hata sisi Afrika kuna wakati kitu kinatushinda, kama vile unasema madini fulani, yani ukienda huko kuna mapepo, kuna nini, lazima ufanye hivi. Ukileta mzungu yeye hana hiyo habari ya mapepo. Amen. Tena utamleta huyo ambaye anavuta kabisa tumbaku, lakini yeye kwake atakaa anasema hivi hapa kuna ugumu kiasi gani na uzaje nikafanikisha hii. Yaani ataita wengine, yaani ulipofanya hivi hizo devices zinafanya hivi. Hivi sisi tunawazaga hivi? Tunatafakari hivi? Amen. Amen. Kesho nitaongea kuhusu kitu fulani. Amen. Amen. Ikiwa maishani mwako wakati unahitajika kupata pesa, unatumia nguvu nyingi, acha niitie kwenye hesabu, tuseme nguvu ya 80%, sawa? Alafu kwa Mungu, wakati ni kazi ya Mungu, unatumia 60%. Si bado chini? Haumtumikie Mungu, unamtumikia mama. Na inasemwa kabisa huwezi kuwatumikia mabwana wangapi? Wawili. Tutaendelesha na hiyo kesho, na Mungu atubariki. Amen.